Wafuasi wa kanisa la Holy Ghost Coptic of Kenya wanamuomboleza muasisi wa kanisa hilo Padre John Juma Pesa wa kwanza ambaye alifariki hii leo. Kiongozi wa kidini alikuwa na utata mkubwa siku za uhai wake. Mwanahabari wetu Judith Cherono Omondi anaangazia kuhusu kumbukumbu za Padre Pesa na jinsi wanavyosema watu kuhusu kifo chake ambacho kimezua gumzo kubwa hasa upande wa magharibi na upande wa Nyanza. Ni saa 6 alasiri. Wafuasi wa kanisa la Holy Ghost Coptic wamejumuika kwenye hifadhi ya maiti ya hospitali kuu ya rufaa na mafunzo ya Jaramogi Oginga Odinga jijini Kisumu, nyuso zao zikiashiria huzuni na butwaa baada ya mwanzilishi wa madhehebu yao kuaga. Kama mimi Padre Pesa nadanganya watu, wagonjwa hiyo hawakuletwa hapa kutoka Kambani, kutoka wapi, kutoka Taita Taveta. Padre John Pesa wa kwanza amekuwa akigonga vichwa vya habari kwa miaka mingi zaidi, kwani anajulikana kuwafunga nyororo wafuasi wake ndani ya kanisa lake jijini humo. Takriban miaka 5 alifikishwa mahakamani jijini Kisumu baada ya kukataa kumwachilia mwanafunzi mmoja kufanya mtihani, akidai kuwa mvulana huyo anastahili kusalia kwenye nyumba ya maombi kuzidi kupokea sala. Baadaye Padre Pesa alitozwa faini ya nusu milioni. Kwa wafuasi wake wanasema kuwa japokuwa Padre Pesa amekuwa akiwaambia kuwa kifo ni lazima kwa wanadamu wote, hawakutarajia kumpoteza mapema hivyo akiwa na miaka 74. Wagonjwa walikuwa wanapona. Hata mimi nilikuwa na mgonjwa huko ndani, alisikia mzuri, ndio maana tulikuja, nikaamua niache nitoke nyumbani kwetu nikuje nikae kanisani. Lakini tukasikia nduru, mpaka tukakimbia kwenda hapo, tukapata ni John Pesa ndiye amewacha sisi. Wale wagonjwa wakuja hapo, hao wagonjwa wanatoka wakipona. Wakiongeza kuwa kifo hicho ni pigo kubwa zaidi kwao, wakati kanisa bado wamekuwa wakihitaji mafunzo ya Biblia kutoka kwake. Sasa mtu akisikia ulienda wapi ukapata uponyaji, nilikuwa kwa Father John Pesa. Sasa ndio hata mtu analeta pia mgonjwa, lakini mimi kama mimi nilikuwa najua alikuwa naomba na ponyesha. Judith Cherono Omondi, NTV, Kisumu.